charity kama hii msimu wa kwanza, unaona ambavyo Frida pamoja na Aisha sasa wanajaribu kudhubutu kwenye jambo hili? It's a very good thing actually, kwa sababu kwanza tunashuhudia vipaji ambavyo pengine vimechelewa kutengenezwa au kuonekana, no kutengenezwa, kuonekana, kwa sababu kipaji tayari unakuwa nacho. Mpira wetu kwa upande wa kinadada sasa hivi umekuwa mkubwa, na kadiri ambavyo tunaendelea kuwaonyesha kwenye platform kama hizi, tunaendelea kuwa expose huko nje. Imagine tulikuwa na striker wa Al Nassr leo hapa, Clara, Al Nassr ya wanawake, striker wa Brighton Hove Albion yuko hapa, top scorer wa ligi kuu ya wanawake Tanzania, ma MVP, walinzi bora, makocha wa daraja ya juu ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuwasupport. Ni kwa kiasi gani tunaweza kuwauza huko nje. Exposure ambayo anayo mfano Clara na Aisha kwenye mpira wa wanawake, kwa sababu wanacheza nje tayari na wanapata nafasi kwenye timu zao wanaonyesha, inawezekana ikawa ni spotlight kubwa kwa wachezaji wengine wako hapa, kwa sababu tunaamini kuna taasisi za kimataifa ambazo zilikuwa zinafuatilia. You never know. Kwa upande wa muziki, kina Frida, wachezaji wa mpira wa miguu wengi tunajua ni mashabiki wa muziki. Wanapenda singeli, tumeona wakipiga singeli, wanapenda hip hop, wanapenda bongo flavor. Leo wamepata kushuhudia upande mwingine wa Frida kwamba pamoja na kwamba anaimba hip hop, ni mchezaji kumbe uwanjani amegusa mali, umeona uwanja mzima umeamka umeshangilia. Dakika zake 10 tu zilikuwa zinatosha, kwa sababu amegusa mara 2 dakika 10, lakini umuhimu wake uwanjani umeonekana Frida. Na alikuwa amekula usingi. Kitambaa vai bwege, sio kama lakini nafikiri kikubwa ni lengo la kwanza ambalo lilikuwa ni charity, limekamilika, limekuwa zuri. Mwitikio wa watu ulikuwa mzuri licha kwamba tuko kwenye sikukuu, lakini mtoko wa weekend umepatikana. Jambo la pili la kuexpose na kufikisha kwa watu kuhusu taswira ya mpira wa miguu kwa wanawake limekamilika, lakini jambo la tatu na uhakika kwamba mechi itakayokuja ya pili itakuwa ni mechi nzuri sana kwa ajili ya charity na kwenda. Kwa hiyo kikubwa ni charity, jambo limekuwa alhamdulillah tumeshuhudia mechi nzuri kusema kweli. Tunajua kuna siku Shimibwe naye atajitosa kwenye mechi na Alikamwe au Amediali hivi. Mimi ngoja niwaambie ni ukweli. Hii ni ukweli kabisa. Tumeshazungumza sio mara moja au mara mbili mimi na Alikamwe. Mimi na Ali tunatoka wilaya moja, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Sawa sawa? Kwa tulikubaliana kwamba hatuna timu ya ligi kuu. Hatuna timu ambayo inacheza hata ligi daraja la kwanza. Sawa? Kwa hiyo tunatakiwa kama watu ambao pengine tushaonekana sasa tuko kwenye mpira huku, lakini mkoa wetu hauna, tupambane basi tupeleke kitu pale. Kwa kuna mechi ambayo tutaipeleka pale Kilimanjaro kwa ajili ya watu wa Kilimanjaro, mimi na Ali Shabani Kamwe. Lakini kupima hilo tutaanza kwenye mechi ya tarehe 5 ya Wape Tabasamu mwezi ujao ya timu Kibwana na timu Jogo. Kwa mimi kocha wa timu Kibwana, Ali kocha wa timu Jogo. Kwa tutapimana hapa. Last time nilifungwa. Kwa kweli siwezi kuelezea matokeo. Hali ilikuwa ni mbaya. Mbona kama alijiuzuru baada ya ile mechi? Hapana, hawezi. Au bado kwenye vikao mshaingia? Hawezi kujiuzuru. Timu za waandamizi huwa ni mpaka ufe. Hizo unakuwa mpaka umalize. Timu za waandamizi mpaka ufe ndio unaweza kuachia timu. Vinginevyo mpaka watu labda waseme hatukutaki. Yes. Bana wachezaji wetu wote wanaripoti kambini leo. Kadirio mpaka saa 2 kamili kila mchezaji anatakiwa amefika kambini. Kesho rasmi tunaanza mazoezi asubuhi na jioni, kwa sababu tukianza lazima tuanze kidogo juu, alafu tutaendelea taratibu kwenda kwenye mechi yetu. Mechi moja tunacheza nyumbani, mechi inayofuata tutacheza away. Tutajitahidi kwa sababu tunajua lazima tushinde hizo mechi mbili, na lazima tushinde hizo mechi mbili. Kwa hiyo we'll do our best, lakini timu inaingia kambini leo kuripoti, kesho rasmi tunaanza mazoezi. Faila Supi amekuwa gumzo sana South Africa kule, amekiasha kule watu enjoy vyombo vya habari mbalimbali, wachambuzi mbalimbali Afrika Kusini. Unajivunia kiasi gani? Tunajifaharisha na mchezaji kwamba tuna mchezaji kaliba hiyo. Na nishalisema ili sio jambo ambalo nimelisema mara moja au mara mbili, kwa sababu of course ukiwa na kitu kizuri uhitaji biara nyingi au kuapia wallahi anajua. Hapana. Faisal ni mchezaji mzuri na ameprove, lakini nafikiri mchezaji ambaye amezungumzwa zaidi Afrika Kusini ni Pascal Sindo. Sindo ni miongoni mwa wachezaji best sana ambao tuko nao nchini. Ni miongoni mwa wachezaji potential sana kwenye kikosi chetu, na tutamlinda kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba anaendelea kuitumikia Azam Football Club na tutakilinda kipaji chake.
iwe ni kwa dua, iwe ni kwa hela, iwe ni kwa ngumi, tutalinda kwa namna yoyote hiyo. Cha Pascal Msindo au cha wote? Pascal Msindo ameanza kuzungumzwa kwa ukubwa hii misimu miwili, lakini msimu uliopita nafikiri alikuwa bora kama ambavyo anafanya msimu huu, na hata mechi ambazo ameitwa na national team alikuwa ni mchezaji ambaye anafanya kazi nzuri sana. So watch out guys. Hapo kwenye swali langu mimi nauliza kuhusu kulinda kipaji chake kwa hali na mali, ni Pascal peke yake au na wengine ikiwemo? Si wachezaji wetu wote si wachezaji wetu wote ni wachezaji ambao wana talents za hali ya juu, wachezaji wazuri sana, lakini shida kwa soka letu ni kwamba mchezaji mmoja anapoanza kuingia kwenye midomo ya watu, hiyo ni kitu kingine. Kwa hiyo ndio maana tukasema tutajaribu kwa namna inavyowezekana kumlinda ili aendelee kubaki kwenye kiwango chake alichokuwa nacho, ili atugee kile ambacho sisi tunataka kama timu. Mbona leo mmechapisha anniversary ya Philosophy? Of course, kwa sababu South Africa wameongea sana Kiingereza huko. Mchezaji wa Kiswahili anaongelea kwa Kiingereza, wewe ugo ushtuki. Watu wamchukua kwamba inaashiria no, yani ujumbe wangu uko clear. Anazungumzwa sana. Wachezaji wengi sio wa Azam FC, wengi wa nchi yetu ambao wamezungumzwa sana midomoni, mwisho unakuwa sio mzuri. Kwa siku unakuta mchezaji ni wa benchi, mchezaji ni wa starehe, mchezaji ni wa nini, unaruhusu hata ile hali ambayo anaifikiria alikuwa ameificha inatoka inapanda kwenye kichwa chake. Kwa maana mimi ambacho nakisema ni kwamba tutajaribu kulinda wachezaji wetu physically, emotionally, financially, na hata ikibidi kuingia kwamba inabidi tukae kitako na mashehe wafanye dua, tutawalinda wachezaji wetu wote. Tunaanza na Msindo kwa sababu ndo ameanza kutajwa sana.